Chama cha ACT Wazalendo nacho chaingilia kati kufutwa kwa Chadema. Unatizama Mseto Media, hakikisha kabisa umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama kengele ili usionapitwa na taarifa zetu. Kama tunavyojua, taarifa kubwa kwenye upande wa siasa hivi sasa ni watu wanajadili kuhusiana na barua ambayo imeandikwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chadema, ambapo barua hiyo inatuma kadhaa kwa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, huku msajili akikiuliza chama hicho watoe maelezo kwa tuhuma walizopewa ama chama hicho kiweza kufutwa. Sasa chama cha ACT Wazalendo kupitia kurasa rasmi ya mtandao wa kijamii wa X kimeweza kuposti tamko kuhusiana na hilo, ambapo kimeandika taarifa kwa umma, msajili aache vitisho na hujuma dhidi ya vyama vya upinzani. Naibu mwenezi wa ACT Ayo Shangwe ndio ameandika, ambapo sasa tukienda kusoma barua hiyo imeandikwa taarifa kwa umma, msajili aache vitisho na hujuma dhidi ya vyama vya upinzani. Msajili wa vyama vya siasa amekiandikia barua chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, barua tarehe 7 Mei 2026 yenye kumbukumbu namba hiyo, akikitaka kijieleze kwa nini kisisimamishwe usajili wake au kutozwa faini kwa kile alichokieleza kuwa ni ukiukaji wa sheria ya vyama vya siasa. Hatua hii si ngeni kwa msajili kuviandikia vyama vya upinzani makini vinavyotekeleza wajibu wake kwa umma kikamilifu. Mara zote makosa anayotumia msajili kuviandama vyama vya upinzani ni masuala ya kawaida ya kisiasa, isipokuwa huonekana kuwa na shida pale tu Chama cha Mapinduzi au sheria yake inapoguswa. Wakati vyama vya upinzani vinaandamwa kwa vitisho na kutakiwa kujieleza, msajili hajawahi hata kwa bahati mbaya kukionya Chama cha Mapinduzi CCM, ambacho baadhi ya viongozi na wanachama wake wako kwenye rekodi ya kukiuka si tu sheria ya vyama anavyojinasibu msajili kuvisimamia, bali sheria na maadili mengine ya nchi yetu. Tumewasikia viongozi wa CCM kwenye kati tofauti wakitamka hadharani kuwa watateka na kuwapoteza watu, wakati kauli za namna hiyo zikitolewa na hatua zozote kutochukuliwa. Watanzania wameshuhudia wananchi kwa mamia wakitekwa, kupotea na kuuawa kama panya. ACT Wazalendo tunasikitishwa na mwenendo huu wa msajili unaolenga dhahiri kuvihujumu vyama vya upinzani na kukipendelea CCM. Wajibu wa msajili si kushughulikia vyama vya upinzani. Wajibu wa msajili ni kusajili vyama na kuviwezesha viweze kutekeleza wajibu wake wa kisiasa ili kukuza na kuimarisha demokrasia. Hata hivyo, msajili amepindua wajibu huo na sasa anatekeleza wajibu wa kuua vyama na kuangamiza demokrasia ya vyama vingi. Jambo hilo halikubaliki na tunalipinga kwa nguvu zote. Tunatoa wito kwa wanademokrasia na wananchi wote nchini kuunganisha nguvu pamoja na kulinda demokrasia yetu dhidi ya mashambulizi haya. Mashambulizi dhidi ya mmoja wetu ni mashambulizi dhidi yetu sote. Gharama ya kutoweka kwa demokrasia katika nchi yetu ni kubwa, lazima tuilinde. Tunamtaka msajili afute barua yake kwa Chadema na akiache chama hicho kitekeleze wajibu wake bila vikwazo. Msajili aache kuwa wakala wa CCM wa kupambana na vyama vya upinzani. Aache CCM ushindane kisiasa na vyama vya upinzani. Nchi yetu inastahili haki, uadilifu na usawa. Mwenendo wa msajili unakandamiza vyama, unaondoa haki na kutenda kwa usawa dhidi ya vyama. Ukosefu wa msingi ya haki ni hatari kwa utulivu, amani na mshikamano wa kitaifa. Tunakumbusha CCM na msajili, Watanzania sio wajinga, tuna haki. Watanzania hawatakaa kimya kuona CCM na vyombo vyake vikihujumu demokrasia na kukandamiza haki katika nchi yao. ACT Wazalendo, taifa kwanza, leo na kesho. Imetolewa Mei 14, 2026 na Shangwe Ayo, naibu katibu wa habari, uenezi na mahusiano wa umma, ACT Wazalendo. Hii ndio taarifa ambayo ACT Wazalendo imeweza kutoa baada ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kulimwa barua na msajili wa vyama vya siasa, akituhumu na kuihoji kwa nini wasifutie chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo usajili. Yaani maana yake ni kwamba wamekihoji kwa nini wasikifute chama hicho. Una maoni gani juu ya barua hii ya chama cha ACT Wazalendo? Tuandike hapa chini na sisi tutasoma.